ajili ya malipo yote halali pamoja na noti hayakuwamo, mabenki hayakuwamo, fedha za kigeni bureau change si mambo ya muungano. Nani kayaongeza? Tunazungumza tena, leseni za viwanda na takwimu hayakuwa mambo ya muungano. Elimu ya juu haikuwa mambo ya muungano. Mali asili, mafuta pamoja na mafuta ambayo hayajachujwa si mambo ya muungano, hayakuwamo katika mkataba wa muungano. Na bidhaa yote ambayo inatokana na gesi ya mafuta haijakuwa ni mambo ya muungano. Kuna mtu alikuja akasema kwamba hivi ni mambo mali ya asili, na kujibu kwamba mali ya asili haikuwamo katika original yetu ya makubaliano, haikuwamo. Na baadaye kikaja kifungu baadaye katika kinyemela ikasema hivi: mali yoyote ya asili iliyovumbuliwa kabla ya muungano ni mali ya eneo husika, lakini mali ya asili yoyote itakayovumbuliwa baada ya muungano itakuwa ni mali ya muungano. Kwa hiyo ni taarifa ambayo napenda kumjibu yule aliyosema kwamba mali asili yote ni mambo ya muungano. Naomba tusomee hicho kifungu tafadhali. Najua jamani, tulifike kipindi na sisi tunaruhusiwa kujibu hoja, kwa sababu tukienda tusijibu hoja hapa, kama moderator ambao mnatupa, basi hata sisi upande wa Tanganyika mnatupa nafasi tujibu hoja. Mimi nimekuwa nafasi, kwa sababu tusipojibu moderator uongo unapitishwa hapa live. Mwambie atusomee hicho kifungu ambacho kinasema naomba mimi niko hapa naangalia. Kamanda, sitafika muda wako na utaomba. Yaani utafika muda wako kamanda na utaongea. No, sasa kwa sababu tuko Tanganyika na ninyi wa Zanzibar. Tunaomba Tumaini, tunaomba. Mimi mwenyewe ni mtaalamu wa moderation. Mbona Tahiri amezungumza imetosha, kila mmoja amezungumza imetosha, tumesikia sana. No. Yaani una force mazungumzo kamanda. Zanzibar, Tanganyika, twende dakika 3. Hapana kamanda. Tumwache Hassan azungumze. Hapana, hakuna, ngoja nikwambie tu Swahili. Hapa tukiruhusu hivi, yani sikiliza komando. Yaani nyinyi mmeongea watu almost wingi sana. Jamani, one mic. Mmeongea wingi. Komando, one mic please. Kilimanjaro aliongea hapa na watu wengine kibao wameongea, sio? Dakika 3 kwa 3. Ndio lao kusomeshwa hawataki hao. Jamani, twende sawa jamani. Bwana komando, kusomeshwa na sisi mikataba tunaangalia huku. Mbona tusikilizane? Komando, utafika muda wako na utaomba. Yaani usichafue mazungumzo ya swala ya gesi na jamani. Tusikilizane basi. Yaani nimeuliza taarifa ndogo tu. Huyu Hasani aseme sema ambayo kuna sehemu imeandikwa kwamba vilivyogunduliwa kabla ya muungano, atuambie. Na sisi tuite wanasheria hapa, waje wathibitishe. Komando. Tumekusikiliza, tutamuomba Brother Hasani atuambie. Lakini sasa hivi jamani, tunamshusha mtu chini afu tutamtanisha baadaye. Sasa hivi sikiliza Tumaini anaviongoza nani baada ya nani, akimaliza komando hiyo concern yako, baadaye tutamuomba Brother Hasani atufafanulie. Lakini jamani, tuongee kwa kusikilizana. Yaani tunaongea vitu vizuri lakini tunatibua yani quality ya maongezi. Kwa Tumaini ongea, mtu anataka kutoa taarifa atatoa baada ya maongezi. Panga muda dakika 2 au dakika 3 tusikilizane. Ndio tutakuwa na mjadala mzuri. Sasa kaka Kilimanjaro, mimi nilikuwa nazungumzia kitu kama wacha nimalizie hapa nilipofikia tu, hata less than a minute nafikiria. Ninarejea tena kwamba mali asili. Sawa, malizia. Mali asili katika mkataba wa muungano wa mwanzo wa awali hili swala hakuna, na kama kuna mtu yeyote ambaye anao mkataba wa muungano katika yale mambo 11 yaliyokuwa yamezungumzwa ama yamekubaliana anayo mali asili, basi aje nayo aseme bwana hii hapa katika kifungu cha 3, mimi nimesema kwenye kifungu cha 4. Sasa yeye aje atuambie kwenye kifungu cha 3 au cha 6, hapo tutazungumza, tutajadiliana, hatutogombana eti. Swala jingine, Baraza la Taifa la Mitihani Tanzania, mambo yanayohusika na kazi za baraza hili halikuwa katika makubaliano ya muungano. Usafiri na usafirishaji wa anga, hili halikuwa suala la muungano. Utafiti haukuwa suala ya muungano. Utabiri wa hali ya hewa, takwimu, mahakama ya rufaa ya Jamhuri ya Muungano hayakuwa mambo ya muungano. Uandikishaji wa vyama vingi vya siasa pia hayakuwa ni mambo ya muungano. Sasa kweli pana kasoro, lakini kasoro hizi kwa mujibu wa international treaty ama grand norm tulikuwa nayo, mkataba wenyewe haukusema nani atakayeweza kutatua ili suala. Cha msingi serikali ya Tanganyika itoke ilipojificha, partner wake Zanzibar yupo,
wakae kitako serikali ya Tanganyika na serikali ya Zanzibar kuweza kuondoa hizi tofauti zilizokuwapo. Lakini leo haiwezekani kwamba serikali ya muungano ambayo ndiyo inayolalamikiwa ikae na serikali ya Zanzibar ambayo ndiyo iliyoizaa ili kuweza kurekebisha hili swala. Tutakuwa tunazunguka humo kwa humo kama tupo kwenye round about. Salamu alaykum. Asante brother Hassan. Sasa kwa sababu kuna brother mmoja anaitwa Mary alikuwa anaongea akakatishwa na taarifa ya komando, nadhani sio fair, anapewa muda wake umalizie. Akishaumalizia komando ameraise hoja kwamba utuambie ni wapi waliposema kwamba rasilimali itakayogunduliwa baada ya muungano itakuwa ya pande zote mbili. Hilo tu ndo ameliomba. Kwa hiyo unatakiwa uje brief baada ya kuongea Amir, alafu dada Tumaini anaendelea. Alafu sasa ataendelea yeye na ratiba yake, na tuomba tusikilizane kwa sababu hizi ni hoja very sensitive na tuna pay attention 110%. Asante. Brother Amir, karibu dakika moja umalizie muda wako alafu basi. Mimi nina nasaha kidogo. Na haya matatizo yametokea asubuhi, yametokea jana. Sisi wengine ni waungwana na tunafahamu demokrasia. Ndio maana huwa siingizi mdomo wakati mtu mwingine anaongea. Hebu tujifunze kusikiliza ambacho hakikupendezi. Halafu ukipata muda wako utajibu. Nilimwambia ndugu yangu yule aliyekuwa mbunge wa Iringa mjini. Nilimwambia na kwa bahati nzuri alikiri na akaomba radhi. Sasa nahisi kama kuna vitendo kama vya kiunihuni hivi, kwa sababu si utaratibu. Taarifa mtu mwingine anazungumza taarifa juu. Taarifa anazungumza dakika 10 nzima. Mimi naendelea. Kuhusu suala la ajira, 21% ya ajira za Zanzibar. Kilichomkwaza bwana Tahir si 21%. Kilichomkwaza kutolewa kwa amri ambayo yaje majina hayo yaje yasajiliwe Zanzibar. Interview zifanyike Zanzibar. Hivi kuna ubaya gani? Sasa mimi nitamwambia ubaya wa kufanyika Tanganyika. Ubaya wa kufanyika Tanganyika, Wazanzibari wanatoka wanapanda meli, wanakwenda kufanya interview za ajira hizo nafasi 21. Matokeo yake wanaambua subiri mtarudi wiki ijayo au mtapata majibu. Wakirudi Zanzibar hakuna majibu. Kwenye wizara za muungano hizo nafasi 21 zote zilikuwa zikichukuliwa na Watanganyika. Hii inakuuma nini? Kwa nini uumie? Hebu tuambie ubaya wa hizi ajira 21, interview yake kufanywa Zanzibar, registration yake watu kufanywa Zanzibar. Ubaya uko wapi? Sasa ndio maana tunagombana, tunazozana katika vitu ambavyo sio vya msingi. Tatizo muungano. Tatizo ni muungano, na ndugu yangu Hassan ameshatoa suluhisho. Kitu gani kifanyike? Kwenye suala la vyama, kunaweza kukawa kuna tofauti za vyama. Ukweli ni kwamba kama wana mageuzi tulikataa mwanzoni, tukapinga kwa juhudi zote vyama kutumiwa niite nembo au koti la kuviita kwamba vyama vya kitaifa, kwamba ukisajiliwa Tanganyika lazima uwe na wanachama Zanzibar. Hili tulilipinga kwa juhudi zote. Wazee wangu wengine wameshatangulia mbele ya haki, akina Mabere Marando, Mashaka Nindi Chimoto, akina Mapalala, wote walipinga hilo jambo. Tumelazimika. Huwezi kufanya siasa kama ukukubali hilo sharti. Na ndugu yangu Hassan amesema masuala la usajili wa vyama hayakuwa ya muungano, yakalazimishwa yawe ya muungano. Kwa hiyo tumeingizwa kwenye huo mtego. Katiba inakanyagwa. Matokeo yake watu wanatupiana maneno. Watu 5,000 wao na wake zao ndio wananufaika na muungano. Mimi naishia hapo kwanza. Asante dada Tumaini. Naomba uendelee, lakini brother Hassan aliombwa kama itakuwa ipo tayari aitoe tu briefly, alafu tuendelee na utaratibu. Kama itakuwa haijapatikana basi, lakini endelea na order kama ilivyokuwa hapo mwanzo. Ni kitu gani niliombwa jamani? Ni kumbusho kidogo. Usalama alitoa taarifa, aliomba utoe. Ulisema kwamba katiba inasema kwamba kama kuna rasilimali zimegunduliwa baada ya muungano. Sikuzungumzia katiba, nimesema kwamba kuna baadhi ya vipengele ambavyo vilikuwa vimewekwa kwamba hicho kipengele unaweza ukakitoa hapo wakisoma vizuri, au kitafute baadaye ukitoe ili kiondoe utata. Asante bwana kwa muda wako, lakini haya nimekubali bwana. Haya dada Tumaini, endelea.
Asante Kilimanjaro. Basi naomba aliyo tayari kuzungumza blink to mic. Ni sahihi au si sahihi? Kama si sahihi, ni wapi tunakosea? Sasa tukasema wapo wataalam sana, mfano watu wa sheria, watu wanaijua katiba, waje watuambie kikatiba Zanzibar inatakiwa ipate nini kutokana na kile tunachokikopa. Je, hiki kilichokipata hii bilioni 400 ni sawa au si sawa? Nani kakosea? Nani awajibishwe? Ndio msingi wa mada yetu ulivyokuwa. Nashukuru sana. Asante sana brother Makobe. Na sasa kwa sababu umerefresh, naomba mimi nipate privilege ya kuchangia, alafu dada Tumaini aendelee. Mimi nasema hivi, kutokana na mada yetu ilivyo personal. Jamani, sio sheria, mimi sio mwanasheria, nazungumza mimi kwa mtazamo wangu kama mimi. Mimi naitwa Kilimanjaro, mimi ni Mtanganyika. Lakini kweli kila siku tunasema kwamba Wazanzibari ni ndugu zetu. Sisi ni ndugu. Ni fair kweli kuwapa asilimia hizo kidogo? Au ni fair kweli tukope hela huku bara, serikali ya muungano ikope hela ijenge barabara kutoka Morogoro hadi Mtwara, alafu deni Zanzibar pia walipe? Kweli jamani, kweli jamani, ni fair? Hilo la kwanza. Kwa sababu hata kama Wazanzibari wako wachache kiasi gani, na uchache wao walikuwa ni nchi. Wao walikuwa ni nchi kamili. Pamoja na uchache wao, kama tunaona Wazanzibari wanataka kikubwa, situkae mezani basi tutengane, tuendelee kuwa ndugu kama tulivyokuwa ndugu na Kenya au watu wenginewe. Kwa nini tufanye hichi? Sasa mimi ninachokiomba, watu wengi hapa wana dhamira nzuri, na kusema ukweli hii confusion ambayo ipo katika muungano hatujaianzisha sisi. Kuna beneficiary wa huu mfumo mbovu, wa huu muungano mbovu, wa hii katiba mbovu, ambao ni watu wachache. Sasa kwa sababu sisi sio beneficiary, tusiingie katika vita ambayo hatuijui. Sisi tuwe neutral. Whether umetoka bara, umetoka Zanzibar, usipiganie Tanganyika, kwa sababu utakuwa unapigana vita ambayo huijui. Unaweza ukawa wewe dhamira yako hutaki dhulma, lakini ukajikuta upo katika upande wa dhulma bila kujua. Sasa kwa sababu hivi vitu viko very clear, na dhulma inajulikana na haki inajulikana, sio fair nchi whether ina watu wachache au ina watu wengi. Watu wengine upande mwingine wa nchi ukope hela, alafu upande mwingine ujiulipe, pamoja na udogo wake na kila kitu. Hilo la kwanza. Lakini jingine ni kwamba tangu mwanzo hakukuwa na dhamira nzuri au muungano. Ndio maana ukikosea kwenye msingi wa nyumba, huku kwingine hata ukarabati vipi kutaharibika tu, kwa sababu foundation yenyewe tangu mwanzo ilikuwa hamna dhamira nzuri. Kwa hiyo sisi tutajitahidi sana, tutapigizana makelele, tutatiana vidole vya macho humu, wakati wote tuna nia nzuri na kila mtu ajiona yuko sahihi. Lakini kuna watu ambao ndio beneficiary wa hivi vitu. Sasa sisi tuungane pamoja, tuangalie hoja kama ilivyo, bila kuangalia umetoka upande gani. Angalia hichi kitu ni haki. Yaani haki iko very clear, unaiona kabisa. Na dhulma unaiona. Kama nchi umeungana nayo, unless tu hatujui history. Na serikali yetu iko very clear, inaitwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wa Tanganyika na Zanzibar. Sasa kufanya kama hii ni nchi moja tunakosea. Hizi nchi zoungana mbili, moja ipo moja tu na muungano wenyewe. Kwa hiyo kuna nchi nyingine haipo. Kwa nini imekuwa hivyo? Imekuwa hivyo constant? No. Ni kuna watu wamefanya hivyo vitu. Sasa sisi sio wajinga tukaingilia tu vitu vingine. Hilo ni kosa la kwanza. Kwa hiyo shida kubwa sio kwamba nani anapewa kikubwa, nani anapunjwa. Shida kubwa imeanzia kwenye mwanzo, kwenye foundation ya huu muungano wenyewe. Haupo clear kabisa. Hilo la kwanza, na katiba yetu inatakiwa rekebishwe, mifumo irekebishwe. Lakini kitu kingine vile vile, binadamu hatuwezi tukakubaliana 100%. Unaweza ukatofautiana na mtu 90%, ukakubaliana naye 10%, zinatosha. Sio kwa sababu ukubaliana na 90%, hata akija na 10% anaongea kitu kina maana, ukakipinga kwa sababu tu kuna 90% upatana naye. Haiko hivyo, kwa sababu hamna adui permanent wala hamna rafiki permanent. Kila kitu ni temporary katika hii dunia. Hata matatizo yetu ni temporary. Sasa mimi nilikuwa naona hivi, Ndugai ni speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugai amefanya mambo mengi sana ambayo watu wengine hatukubaliani nayo, tunaona ya ajabu. Kuna mambo mengi yametokea. Mimi sitaweza kwenda huko, lakini kuna kipindi akija akiongea jambo ambalo lina make sense. Tujenge utamaduni wa kuangalia hoja.
sio hoja imeletwa na nani. Sasa tukimwangalia mtu wa hoja kwamba ana rekodi mbaya, anaweza siku akaja na hoja moja nzuri kuambia jamani, hii nyumba inawaka moto, tokeni huko nje. Tunasema huyu jamaa bwana kila siku atuambia hoja za kipumbavu, tukamdharau tukapata madhara. Hoja aliyoitoa Ndungai, whether yuko sahihi au yuko wrong, lakini ni hoja yenye mashiko. Tunataka vitu viwe, tunataka transparency katika pesa zetu, kwa sababu sisi ndo wanga wa kulipa madeni. Mimi sisemi kama yuko sahihi kulalamika au vipi, lakini ame-raise hoja ambayo kwamba watu lazima wapay attention, wajue na unajua inapoanza vitu kama hivi ndio vinakuja mijadala mingi na tunapata vitu vingi kuvijua, kwa sababu vitu vinafanyika gizani hatuvijui, lakini ikitokea watu mafahari wao wanapopambana, sisi nyasi ndio tunaumia, sisi ndio tunapata afueni, tunajua. Kwa hiyo tuungane pamoja, tuangalie. Hoja ni kwamba pesa zinakopwa na pesa mikopo imekuwa mingi, na kama kuna watu wanaona kwamba pesa nyingi zinaenda Zanzibar, kwa nini imekuwa hoja hii leo siku nyingine isiwepo? Pesa zilikuwa zinaendaje? Labda atuambie kwamba zamani ilikuwaje, utaratibu ulikuwaje. Naweza kwa Zanzibar ilikuwa pewi kitu. Sasa hivi tunaona kuna rais wa Zanzibar kaona bwana, Zanzibar kiasi kuna lipa deni. Ngoja sasa hivi nao wajisikie. Inawezekana ikawa hivi, inaweza siwe hivyo, lakini hawezi kutuambia tu kwamba sasa hivi wanapendelewa, hatujui. Atuambie na zamani ilikuwaje ili tuangalie, tuone kweli anachokiongea ni kweli au anaongea katika staili yake ile ile. Hilo la kwanza ambalo mimi naona ni very important, tuangalie katika hiyo aspect. Sasa lakini kitu kingine cha mwisho ambacho nimalizie ni kwamba sisi ndio tuna makosa, kwa sababu sisi tunasoma vitabu vya dini. Niliongea hapa masaa 3 yaliyopita nyuma. Tunasoma vitabu vya dini, whether ni Quran au Biblia, bila kuelewa ile concept kabisa ni nini. Ndio maana tunajichanganya, tunashinda msikitini, tunashinda kanisani, tunaimba mpaka asubuhi, lakini zile ni kodi za ulimwengu, na kodi yenyewe ni kwamba binadamu ana sehemu zake 2 za kuishi au 3, ana personality 3. Moja ya kwanza ni vile wewe binadamu dunia inavyokutambua, yani dunia inakuonaje wewe. Alafu kuna nyingine ya wewe mwenyewe unavyoiona dunia. Alafu nyingine ya mwisho ya 3 ni kwamba kila binadamu ana siri yake, hamwambii mtu mwingine yoyote. Yani ana jambo lake la ndani kabisa. Hizi ni nafsi 3 ambazo binadamu wanazo. Zipo kwenye vitabu vya dini, ni kodi za ulimwengu huu. Ndio maana wenzetu walioshika vitabu vya dini huko Saudi Arabia au Israel Jewish, tunaona wanafanikiwa kwa sababu hizi ni principle rahisi sana. Na katika kitabu cha Qur'ani kuna principle nyingine 3 inaitwa Alif Min Nun. Kuna watu wanajua hapa dini, yani imani, amana na amani. Sasa sisi jamii yetu imekosa amana, ndio maana hatuaminiani. Yani mtu anaweza kuja kuongea kitu lakini dhamira ikawa tofauti na vile. Sasa kwa sababu hii, binadamu yoyote ana sehemu 2, kwamba anaweza akasema ile dunia inavyomjua yeye na dunia anavyojua yeye. Yani kuna vitu mtu anakuja kwenye dunia anaelezea kitu, lakini ndani ya nafsi yake anamaanisha kitu kingine. Sasa ukishajua vitu kama hivi, kwamba binadamu ndo anavyo operate, whether ni Mchina, ni mweusi, ni mzungu, ukishajua vitu hivi na ukijua ndo iko hivyo kwa binadamu, basi unachotakiwa kufanya wewe, unajua kabisa kumbe kila binadamu anachokizungumza sio anachomaanisha, au kunaweza kuwa kuna side nyingine si tuione. Kwa hiyo wewe hutaki kuchukua risk. Unachotakiwa kufanya ni kwamba unatakiwa uset sheria zako na kanuni zako, kwamba binadamu akionyesha saidi yoyote katika zile 2 alizokuwa nazo, basi unajua wapi pa kumdhibiti. Yani wewe usichukue riski ya kutegemea kwamba huyu ni mtu mzuri, huyu ni kiongozi muungwana, huyu ni msema ukweli, ukampa madaraka makubwa ambayo akifanya tofauti na matarajio yako yakadhuru maisha yako, yakaathiri maisha ya familia yako, ya nchi nzima. Kwa hiyo watu walioeleweka, jamii ambayo imeeleweka na watu wastaarabu wanamuelewa binadamu, hawateki hiyo riski ambayo tunateki sisi. Hakuna binadamu ambaye ndio perfect, au unaweza ukamjua 100% ukajua hizo nafsi zake zote 3. Sasa kwa maana hiyo, ukimchagua rais, anaweza kuwa pia ni mmoja wapo, speaker wa bunge akawa hivyo. Sasa kuondoa hilo gosigosi lote, unachotakiwa kufanya ni kwamba unaweka sheria na kanuni, kwamba hata akiwa mkichaa, hata akituonyesha saidi yake mbaya au nzuri, sisi hatupati madhara. Na kanuni yenyewe ni kwamba sisi tunakupa hii ofisi yetu ya bunge, tunataka ufanye 1, 2, 3. Ukicross line tutakufanyia 1, 2, 3. Tunakupa ikulu yetu, tunataka 1, 2, 3. Ukicross line tunafanya 1, 2. Yeye anajua, sisi tunajua, wengine wanajua, na kila iko clear hivyo. Hakuna mtu ambaye
anaweza akaishi akawa perfect bila kuogopa kwamba kuna consequence. Kwa hiyo tuna sheria lakini hatuna order. Sheria lazima iwe na order. Sheria zipo lakini zikiwa zina order zinapoteza maana. Kwa hiyo binadamu yoyote unapompa nafasi ya kuwa kiongozi, usimwamini 100% kwa sababu ile face anayokuonyesha kuna nyingine wewe hujui. Sasa wewe usitake risk kwamba huyu binadamu ni mkarimu, ni mcha Mungu, si mwanasheria, msomi. It's just bullshit. Wewe unatakiwa ni kuweka kitu kwamba bwana, ikitokea kafanya hivi mimi siko kwenye riski. Ndio maana hata benki wanataka utoe hati ya nyumba ili kupela. Kwa hiyo mambo ya kuaminiana hii ni tabia zetu ambazo zinaturudisha nyuma. Kwa hiyo tusimwangalie mtu leo hii tunakaa tunamzungumzia Ndungai kwa sababu ameenda kinyume na matarajio yetu, lakini vile ndo alivyo, ndo binadamu alivyo. Sasa hii riski itakuja kutukosti mbeleni na ishatukosti sana. Mimi nilikuwa nashauri kitu kimoja. Tutengeneze mifumo yetu ili hata akituongoza mwenda azimu tunajua tutamdhibiti wapi. Asanteni sana. Dada Tumaini, naomba uendelee. Asante sana Kilimanjaro. Basi naomba tufuate utaratibu. Wakili msomi Matujo, naomba tusubiri na sababu zangu, kwa sababu naona watu wengi hapo mengi ambayo hawayaelewi, na hasa masuala 22 na mengine 11 ya muungano kwa message nilizopokea. Kwa nilikuwa naomba tufuate tu utaratibu huu. Kama hawa watakuwa tayari kuzungumza basi wazungumze ili tujifunze, sababu naona wakati mwingine tunaongea sana lakini mengi hatujui, hasa upande wa huku. Haya. Karibu Mohamed. Asante sana Tumaini na wenzetu wengine wanazungumza hapa. Bahati mbaya nimejiunga muda si mrefu sana, lakini nimekuta wakati mjadala unapamba moto na sijui umeanza ngapi, na labda nitakuwa kuna mengi yashazungumzwa na mtanisame kama nitakuwa nimerudia kitu ambacho kimezungumzwa. Sina nia ya kurejesha nyuma na sina nia ya kubadilisha mwelekeo mjadala huu, lakini nimependa hivi ambao ameshinda Kilimanjaro kwa sababu ametaka vielekeze katika mada yenyewe ambayo imezungumzwa hapa. Mimi sina hakika ikiwa kweli nani Speaker Ndugai katika hoja zake alizosema ni hizo mkopo ambao umekopo kwa ajili ya hii nafuu ya corona, na kwamba Zanzibar imepewa 11% au 17% ya fedha hizo. Sijui kama kasema kitu hicho. Nilichomsikia ambacho kimesemwa na kinajadiliwa ni kauli yake kuhusu athari za kukopa na umuhimu wa nchi kujitegemea yenyewe, ambapo kifalsafa unaweza kudhani kwamba yupo katika nukta nzuri kwamba nchi inapaswa ni bora kujitegemea yenyewe. Nadhani bila shaka ndio taifa lilipoanza kujengwa baada ya uhuru lilijengwa katika mfumo wa ujamaa na kujitegemea, self reliance. Kwa hivyo nadhani kwamba labda kifalsafa mtu angedhani kwamba anazungumza kitu ambacho kinakwenda vizuri na falsafa. Ile alipoiswala Zanzibar nimelisikia mara nyingi kusema kweli, ingawa sijamsikia mwenyewe akisema, na hapa kwa sababu limezushwa na hili swali limekuja hapa juu, sisi wengine ambao tunapendelea kujifunza katika masala, tunapendelea pia kushiriki bila hii, tunaona kwamba tuna wajibu wa kuzungumza kitu. Na hapa sitaki niseme mimi kusema kweli, nataka mniruhusu nisome tu kipande kiduchu cha tamko ambalo lilitolewa na chama cha ACT Wazalendo kuhusu jambo hili ambalo tunalizungumza hapa. Ni ajabu kwamba walitoa Juni 16 mwaka 2019, na lizungumza hili masuala ya Zanzibar inapaswa kupata kitu gani katika mgao wake kutoka kwa muungano, kwa sababu ikiwa kweli hoja ambayo inazungumzwa, amesema Bwana Ndugai kwamba Wazanzibari wamepata pesa nyingi katika mkopo huu na hivyo si haki. Labda inawezekana pia kwenye mbinu la nyuma yake ya hapo, kwa sababu kumekuwa na swali kubwa ambalo halijajibiwa miaka mingi, la ikiwa je, kipindi chote tangu muungano huu umeundwa au tangu sheria ambayo inataka kuwepo kwa kaunti ya pamoja, je, Zanzibar imepata mgao wake? Ndio maana kuna wakati ambapo wakati wa utawala mwenda zake Zanzibar ilipokatiwa umeme kwa sababu hajalipa madeni, jibu la rais wa Zanzibar wakati huo lilikuwa rahisi sana kusema kweli. Wengi wakaelewa kwamba ni mtu ambaye labda hajali, lakini wengine ambao tunafuatilia sasa Zanzibar tunajua kwamba anamaanisha kitu gani. Aliposema kwamba tukati umeme tutawasha kibatali, alikuwa anakusudia kusema basi tunawadai pesa nyingi zaidi kuliko ambazo wanadai wao katika jambo hili. Ndio baadaye mambo yakazungumzwa chini akamalizika, na Zanzibar haiku ledeli kama limefutwa. Hasa hapa ninasoma hicho ambacho ninasema kwamba
Si hoja yangu, lakini hoja ambayo mimi naikubali kwa sababu naamini kwamba inasimamia ukweli. Mada ambayo walisema katika hiyo tamko lao, walisema Zanzibar inadai Tanzania trilioni 4.6 kwa mgao wa 4.5, maksmani mgao wa 5% wa muungano. Walisema hivi: nchi yetu ni muungano wa nchi mbili, Zanzibar na Tanganyika, zinazounda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katiba ya Jamhuri ya Muungano imeelekeza kuundwe chombo cha kusimamia mapato yote ya muungano ili atumike kuendesha shughuli za muungano zinazotajwa kwenye orodha ya mambo ya muungano. Ibara ya 134(1) ya katiba imeanzisha tume ya pamoja ya fedha. Vile vile Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lilitunga sheria namba 14 ya mwaka 1996 ambayo inatekeleza kifungu hicho cha katiba. Tume ilianzishwa mwaka 2003. Hata hivyo, kanuni ya kutekeleza sheria hiyo zilichelewa sana kutungwa. Katiba pia imeelekeza kufunguliwa kwa akaunti ya pamoja ya fedha ili kuweka fedha zote za Jamhuri ya Muungano. Akaunti hii ilipaswa kuwa sehemu ya mfuko mkuu wa fedha kwa maana ya Consolidated Fund, ambapo ingelihifadhi fedha zote za muungano na kuzitoa kwenda kwenye mafungo ya shughuli za muungano, na kama kuna ziada kuigawa ziada hiyo kwa washirika wa muungano huo. Hata hivyo, tangu mwaka 1984 akaunti hii haijaanzishwa, na hivyo katiba kuto kuheshimiwa na kupelekea upande mmoja wa muungano kunyonywa sana. Katika uchambuzi huu tumeamua kuangalia mgao wa mapato ya muungano kwa washirika wa muungano ambao ni Zanzibar na Tanganyika. Mwaka 2006 serikali iliipa kampuni ya PricewaterhouseCoopers PwC kazi ya utafiti wa kutambua mapato ya muungano na namna yanavyotumia kwenye shughuli za muungano. Utafiti huo ukaonyesha kuwa kwa wastani 32% tu ya mapato yote ya muungano hutumika kwa shughuli za muungano, na 68% ya mapato hayo hutumiwa kwa shughuli ambazo si za muungano, yaani shughuli za Tanganyika pekee. Zanzibar hutumia 2% tu ya mapato ya muungano. Mapato ya muungano yanakusanywa Zanzibar peke yake, na Tanganyika hutumia 98% ya mapato ya muungano yanayokusanywa Tanzania bara. Utafiti huo ulitumia bajeti ya serikali kuanzia mwaka 1999 mpaka mwaka 2004. Kwa hivyo tumetumia wastani wa utafiti wa PwC kutazama ni kiasi gani cha fedha ambacho Zanzibar inapaswa kupata kama haki yake ya mgao wa mapato ya muungano kwa miaka 7 kuanzia 2013-14 mpaka 2019-2020. Kanuni ya kugawa fedha inaweza kuwa ama 4.5 ama 11%. Kwa 11% ya mapato ya muungano, kigezo ni hisa za Zanzibar, wakati Benki Kuu ya Tanzania BOT inaanzishwa mwaka 1965 kutoka East African Currency Board, na mgao wa 4.5 unatokana na ushauri wa IMF na kupitishwa na serikali ya Waziri Mkuu wa John Samuel Malechela mwaka 1994. Mgao huu hutumika hivi sasa kugawa misaada kutoka nje. Kwa kutumia mgao wa 4.5, wastani wa fedha zinazopaswa kuwa mgao halali wa Zanzibar kwa miaka 7 iliyopita ni shilingi bilioni 660 kwa mwaka tangu 2014, 2019-2020. Kwa kutumia mgao huu wa 4.5% ya Zanzibar inaidai serikali ya muungano jumla ya shilingi trilioni 4.6 kama mgao wake wa mapato ya muungano yanayozidi matumizi ya shughuli za muungano. Lakini kwa kutumia mgao wa 11%, wastani wa fedha zinazopaswa kuwa mgao halali wa Zanzibar kwa miaka 7 iliyopita ni shilingi trilioni 1.6 kwa mwaka tangu 2013-14 hadi 19-20, na kutumia mgao huu wa 11%, basi Zanzibar itakuwa inaidai serikali ya muungano jumla ya shilingi trilioni 11.2 kama mgao wake wa mapato ya muungano yanayozidi matumizi ya shughuli za muungano. Kwa hivyo kwa ufupi, baadaye wametoa mapendekezo yao wanadhani kwamba yatakiwa tekelezwe. Baada ya hapo, mmoja wao ni kwamba katiba itekelezwe, ianzishwe akaunti ya pamoja ya fedha kwa mujibu wa sheria na mapato ya muungano yako huko. Serikali ifanye utafiti mpya mapato ya muungano, matumizi ya shughuli za muungano. Serikali igawe ziada ya mapato ya muungano kwa washirika wa muungano, na pia Wazanzibari wafungue kesi katika mahakama ya katiba kudai mgao wake kuanzia mwaka 1984 ambapo katiba iliweka suala hilo.
Hiyo ni mapendekezo ambayo ameyatoa ACT Wazalendo miaka mitatu kiasi iliyopita nyuma, Juni 16, 2019. Sasa ikiwa hoja yao ni sahihi, ambayo mimi nadhani ni sahihi kwa sababu mimi pia nimefuatilia masuala ya muungano muda mrefu, nimekuwa naandikia masuala haya, ni kwamba na ikiwa kinachotajwa ni kweli kwamba mzozo wa sasa ambao unazuka kwa mujibu wa tweets ambao tunaziona kadhalika, ikiwa ni kweli, mimi natarajia kwamba isiwe ni kweli, maana itakuwa ni kweli, itakuwa ni kuligawa taifa. Lakini ikiwa ni kweli kwamba mzozo hasa ni kwamba inaonekana rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni Mzanzibari na rais wa Zanzibar ni Mzanzibari, kwa Wazanzibari wale wanashirikiana hasa kuyatoa mapato au kuifanya Zanzibar ifaidike zaidi kiuchumi katika hali hii, ikiwemo mfano huo kwamba katika huo mkopo wa IMF wa nafuu ya corona imepata 17% kinyume cha 4.5 au kinyume cha 11%. Ikiwa ni kweli hivyo, jibu ambalo linaweza kwa mmoja wapo ni lipo katika hii ambacho nimekisoma hapa, kwamba hata hiyo 11% hailingani kabisa, 17% hailingani kabisa na ambacho tayari Zanzibar inakidai kutoka serikali ya muungano na ambacho haijapata kulipwa kamwe kwa miaka yote hiyo. Kwa hivyo kipi cha kufanyika kwa ushauri wangu mimi pia ni kwamba haya ni mambo ambayo yanapaswa kuzungumzwa. Dhuluma ambayo imekuwa ikiendelea kwa muda wa miaka mingi ni dhuluma ambayo haikupaswa kuwapo kwa hakika. Haya ni mataifa mawili ambayo yameungana, kila taifa lina wajibu wa kuhudumia watu wake na kila taifa lina dhamana kwa watu hao, ili iweze kuhudumia lazima iwe na mapato ya kuweza kuwahudumia. Ikiwa kuna haki ambayo Zanzibar inayo, na mimi naamini kwamba inayo kubwa sana katika serikali ya muungano, haki hii inapaswa kupatikana. Na ikiwa imetumika hii hoja ya kwamba zimetumwa 17% za trilioni 1.3 zilizokopa kutoka IMF kwa ajili ya nafuu ya corona, na kwa hivyo ni nyingi, na kwa hivyo inazua alarm au inazua hofu kutoka upande wa Tanzania, mbona wazetu sana kutumia muungano kujifaidisha wenyewe? Hapana, ilikuwa watu pia wazingatie kwamba kwani Wazanzibari miaka yote hii wameumizwa kiasi gani. Sio kwamba ni vizuri kulipizia, nadhani kwamba hata hapo Zanzibar jilipizia bado kwa kiasi ambacho inaidai serikali ya muungano, lakini tu ni kwamba watu wajifundishe au waweze kuvumiliana na kuyazungumza mambo haya zaidi kuliko ni kutuhumiana, kwa sababu nachikiona kwamba kuna vile kama vile hoja ya kutuhumiana. Wazanzibar wamekaa kwenye madaraka ya muungano na serikali ya Zanzibar, wanataka kula kwa matonge sasa na kuifilisi nchi na kujisukumizia wao upande wa peke yao. Yanazungumzika, nadhani vizuri mmeweka mjadala huu hapa, watu wazungumze, waweze kupata namna ya kuweza kutoka hapa na isiwe njia ya kushutumiana. Na kushukuru sana dadangu Tumaini na wengine, na naomba kuwasilisha. Nakushukuru zaidi kwa taarifa hizo ulizotupa. Kwa kweli wengi wetu tulikuwa hatuna, na nadhani sasa tunaweza tukaendelea vizuri na huu mjadala. Yusuf, karibu. Yusuf Kombo. Assalamu alaikum. Halo. Wa alaikum salam, tunakusikia Sheikh Kombo. Bana, mimi nashukuru kwanza huu mjadala leo mzuri sana. Kama utasogea karibu na microphone yako utakuwa umefanya jambo la maana. Huu mjadala kaka Hassan, mimi nashukuru sana leo kuwepo mjadala huu. Na huu mjadala maana utatupa kitu kimoja kizuri sana. Mimi siku zote, mimi kama nikiwa Mzanzibari, siku zote ninapojua mimi na ninapofikiria mimi na nafikiri familia yangu yote inajua kama Watanganyika hawana imani na Wazanzibari. Swala hilo mimi ndo nalijua. Na ndio maana hii kesi ya leo ya bwana Ndungai, kwa wale waliokuwa wanazungumza kuhusu habari ya muungano, kuhusu habari ya Wazanzibari wanazungumzia wanawapenda, leo imebidi wote wako pamoja na nani, na Ndungai, kwa maneno aliyozungumza kwa ajili ya 17% zilizoletwa Zanzibar kwamba tumewazulumu watu wa Tanganyika. Wakati wao nafikiri ndugu yangu hapo Mohamed Hassan kashazungumza, tunavyowadaisie pesa nyingi sana make tunawadai, lakini tumenyamaza kimya, hatuna pa kwenda kudaia, ndio tunaumia tu ndani ya nafsi zetu. Sasa leo wamebidi wanasimama hapo, wameonyesha dhahiri kwamba Watanganyika hawana imani na Wazanzibari, isipokuwa sie Wazanzibari tuna imani na Watanganyika. Naona na hii swala hili siku zote sie tunalizungumza toka tuko kafu na mpaka hii leo tunalizungumza, lakini wenzetu hawa sisi Wazanzibari wanakuwa hawajui, isipokuwa wao wanakimbilia kwamba wao wanatakiwa
wanataka wao wapate madaraka, wakishapata madaraka basi. Lakini hili ni suala ambalo kuwa tunatakiwa Wazanzibari kwa pamoja, wakiwa CCM, wakiwa Chadema, wakiwa chama chochote, kwanza tuondoe vyama kama Wazanzibari, tusiwe na vyama, tudai nchi yetu kwa njia yoyote ile, kwa kitu chochote kile, ili tupate nchi yetu, tuweze kujitawala wenyewe, tuweze kufanya mambo yetu. Lakini kwa kusema kwamba leo utakuwa CCM, utakuwa CUF, utakuwa ACT, matokeo yake ndo haya. Leo hapa akakaa Magufuli mpaka kaondoka, katengeneza madaraja, sio katengeneza vitu kibao tu huko, ambao vyote misaada yao kwenda kuomba naomba kama Tanzania. Lakini sisi Wazanzibari hatupati kitu. Leo imekuja hiyo trilioni 1 aliyokopa huyo mama, trilioni 1. Leo imekuwa balaa kwamba nchi itakuwa rahani, nchi itauzwa, si tutauzwa. Trilioni 1.3 imekuwa balaa, na kufuatia hizo 17% sasa hivi imekuwa matatizo. Imekuwa huyo mama yetu hana raha, imekuwa kusema leo kweli ni mtihani. Mimi nalowaomba Wazanzibari tuache mambo ya uvyama, tujue kama Watanganyika imani na sie hawana. Hilo tulijue hilo, imani na sie Watanganyika hawana. Tukae Wazanzibari, tudai kama tulivyokuwa tunadai hapo nyuma, tuendelee kudai. Nafikiri mimi nimeishia hapa. Samahani kidogo, Tumaini na ambao mnaongoza mjadala huu. Lisha Bwana Kombo kuunga mkono nilichokizungumza, lakini siungi mkono la kuwajumuisha Watanganyika wote katika swala hili. Binafsi naamini kwamba Watanganyika na Wazanzibari wote wa pande zote mbili wenyewe ni wahanga wa mfumo ambao uliopo. Kwa hivyo tatizo kubwa lipo katika mfumo, na mmoja amezungumza pengine hata watu 1500 hawafiki ambao wanasema jambo hili. Kwa hivyo nadhani kwamba shutuma zisielekezwe kila Mtanganyika, lakini shutuma kama zipo zielekezwe kwa watu ambao wanaoongoza mfumo wenyewe. Imetokezea kwamba wanaoongoza mfumo huo ni kweli kwamba ni Dodoma, lakini haimaanishi kwamba ni kila aliyepo Tanganyika na usika jambo hili. Nilikuwa naomba kwa hilo kama disclaimer. Asante. Hayo maoni yangu nimetoa. Asante sana. Kabla tujaenda kwa akili matojo, nilikuwa naomba mood aliandikwa MOHD. Kama ndio kuzungumza basi tuzungumze. Mood. Okay. Mimi si ndio? Ndio. Okay. Kimsingi mimi nilikuwa nimesikiza huu mjadala muda mrefu, na nimegundua watu wengi sana hasa kwa upande wa wenzetu kutoka Tanganyika, kwa sababu ni Mzanzibari. Kwa mfano kama kaka Tahir hapa, nakumbuka mara moja Kabudi aliwahi kuzungumza kwamba katika kipindi cha katiba mpya, kipindi kile cha mwanzo, aliwahi kuzungumza kwamba hawa wenzetu wa Tanganyika hawa ni kama kwamba vile hawajashtuka tatizo loko, na wanaonekana Zanzibar wako kwenye front line kuzungumza hatutaki muungano, hatutaki hivi, mambo haya badilishwe na hivi. Halafu Watanganyika kama wamelala hivi, hawa react chochote. Lakini leo kwa uzuri kabisa nimemsikia Tahir na watu wengine wako wanasikitishwa na hii hali ya kwamba Tanganyika haionekani popote katika mfumo huu wa muungano. Na kiufupi hili ndio lalamiko la Wazanzibari muda mrefu. Kama ikiwa tuna fairness na tunasema tunapendana, Zanzibar ikae pembeni, Tanganyika ikae pembeni, then tukamatane mkono kwenye yale mambo ambayo tunahisi tunataka kukubaliana. Nimemsikia Kilimanjaro hapa akisema kwamba inawezekana mtu unampinga karibu 80% au 90%, lakini kuna 10 au 5 ndio unakubaliana nazo. It's okay kukubaliana nazo hizo, alafu nyingine mkaacha. Kwa hiyo mimi ambacho nilikuwa nataka nizungumze ni kwamba challenges zipo nyingi. Wakati Wazanzibari walikuwa wanapitia hizi walikuwa wanapitia hizi challenge. Sasa na vile Watanganyika sasa hizo wameshaanza Shona kitu. Kwa mfano kama ajira hapo alivyozungumza kwamba ajira 21% za ajira
zitoke Zanzibar na zikafanywa kule Zanzibar. Tahir, hichi kimemstua sana kwa upande wa Tahir, kwa upande wake Tahir. Lakini Wazanzibari muda mrefu wamekuwa wakilalamika kuhusiana na hilo kwamba ajira kutoka bara kama zinakuwa waajiri wetu wa Tanganyika au waajiri wetu wanaoajiriwa katika Jamhuri ya Muungano kwa kule upande wa bara wanalipa mishahara mikubwa ukilinganisha Zanzibar wanalipa mishahara midogo. Mfano magereza analipa kwa viwango vya Tanzania bara, huku kwetu sisi tuna magereza analipa kwa viwango vya Zanzibar. Lakini kama hiyo haitoshi, makusanyo ya kodi, mimi sina uhakika kuhusu makusanyo ya kodi, lakini mimi ni katika watu ambao ni waathirika, mimi nalipa kodi kubwa pia kidogo. Lakini unaweza kukuta maendeleo ya ile kodi ambayo inakusanywa most of the time nakuta tu kuna kumejengwa flyover kule bara na kila kitu kinajengwa, lakini kuna barabara ya Wete, barabara ya Pemba pale kuna mashimo makubwa na hakuna huduma yote ya huduma za msingi za afya na huduma za msingi za kijamii. Kuna challenge kubwa. Mimi nachoona sisi sote humu ni waathirika wa hili jambo Tanzania bara, lakini pia sio Zanzibari. Tunahitaji kufikiria the better way how to go about na hili jambo. Instead ya sisi wenyewe tukuwa clashed humu. Kwa sababu mtu aliyekosa Tanganyika muda mrefu naye anahisi kwamba ni bora angekuwa na Tanganyika yake na akawa anaenjoy vitu kama Tahir hapo. Lakini mtu aliyepata Zanzibar lakini akakuta kama ananyonywa vile vile muda mrefu naye alikuwa anapenda apate Zanzibar yake yenye mamlaka kamili. Kwa mfano kama hili swala la corona 1.5 iliyokuwa imechukuliwa IMF, mitazamo ya upande wa Tanganyika, Wizara ya Afya haukuwa ukikubaliana na corona. Kama tunakumbuka, watu wa Tanganyika hawakubali corona, hawakubali kutoa data, na walikuwa wamesema sasa kwamba mpaka hakuna corona rais alikuwa kipindi kile. Lakini kwetu sisi Zanzibar tukawa tuna support hili, ikiwa tumekopa kati ya kusupport athari za corona zilizopo Zanzibar. Kwa mfano, ilikuwa kuna ubaya gani wa sisi kupata asilimia kubwa ya huo mkopo? Kwa sababu sisi ndio wenye tatizo. Sielewi sana sheria, lakini nazungumza tu kwa upande huo. Lakini kwa mfano vile vile, kama ingelikuwa nyinyi hamtaki mlipe hata kidogo kwenye deni hili, tungelitumia njia gani sisi kukopa, na ikiwa sisi hatuwezi kuingia katika mkataba wowote bila ya kuruhusika na Tanganyika? Na ndio maana hapa nakumbuka muda fulani Hasani aliwahi kumuuliza Tahir kwamba hii Wizara ya Afya, kwa nini inaitwa Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, haiitwi Wizara ya Afya ya Tanganyika? So that kuna wizara ya Tanganyika ya wizara ambayo au whatever, kuna method ambayo watu wanaweza kupitia kukopa mikopo au kuuliza external support kwa Tanganyika, lakini pia kwa Zanzibar, lakini isiwa kupitia Jamhuri ya Muungano, ambao kimsingi hii Jamhuri ya Muungano inachomaanishwa ni Tanzania bara au tunasema ni Tanganyika. Kwa hiyo mimi naendelea kujifunza vitu vingi, lakini ninachoona kwamba sisi all of us ni wamoja. Kimsingi tutakiwa tukubaliane how to go about na hili jambo. Asanteni. Asante sana. Okay, sasa naomba tuende kwa wakili Msomi Matojo. Dada Tumaini, kabla wakili Matojo hajaja, kuna kitu nataka niulize, pengine anapokuja aweze kukiweka sawa. Kuna kitu kilizungumzwa hapa kwamba 17% ya pesa ambayo imetoka IMF imekwenda Zanzibar, na tunapofahamu kisheria inatakiwa iende ni 4.5. Sasa na watu wa Zanzibar ni kama kwa kiasi fulani wanafurahia kwamba afadhali wamepata hii 17%, wamenyonywa muda mrefu. Na kama nilivyomsikiliza Bwana Muhammad amesema katika ripoti iliyoandikwa na ACT Wazalendo, ile gawio lao lipo tu na linapigiwa hesabu. Sasa hiki walichofurahia kukipata, je, kimefuata utaratibu ule ambao sisi tumekubaliana kikatiba na kisheria kwamba wapate? Na kama hakijafuata, kina athari gani kikatiba na kisheria? Bwana Matojo atakuja kutujibu hilo. Nashukuru. Wakili Matojo, nadhani hayuko, amelala.
Twahir, karibu. Asante dada Tumaini. Naona wazungumzaji wengi wamefanya reference ya mazungumzo yangu ya awali kuhusiana na ajira zile 21% zilizozungumziwa na katibu kiongozi Mchengerwa. Actually mimi nilichokuwa na maanisha wakati ule ni kwamba Wazanzibari wamekuwa wakiwalaumu Watanganyika kwamba Watanganyika wanawanyonya, kwamba Watanganyika wanapata fursa nyingi zaidi katika muungano kuliko wao Wazanzibari. Mimi nikawa najaribu kuipinga hiyo hoja kwa kuonyesha kwamba hapana, hii sio kweli. Nyinyi mna fursa pana zaidi kuliko hata Watanganyika. Nikatolea mfano. Nyie tayari nyinyi mna 21% ya ajira zote za serikali ya Jamhuri ya Muungano. Na population yenu ni ndogo sana kuliko Tanganyika. Yaani kwa kila ajira 100 Wazanzibari milioni 1 wanapata, yani katika ajira 100 Wazanzibari wanapata ajira 21. Watanganyika wanapata ajira 79. Lakini population wise hao wenye kupata ajira 79 wako milioni 59. Alafu hao wanaopata ajira 21 wako watu milioni 1 point something. Kwa hiyo proportionally bado hata haitali. Na hapo nilikuwa najaribu kujenga hoja kuonyesha Wazanzibari wanavyonufaika zaidi na muungano. Lakini ukiachilia mbali hilo, wao wana serikali yao ya mapinduzi ya Zanzibar ambayo almost maybe 99% ya ajira katika hiyo serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ni za kwao peke yao. Sisi Watanganyika kule maybe kwa special cases sana kwamba labda mtaalamu fulani amekosekana sana ndio anaweza akachukua ajira kule Zanzibar, lakini in essence SMZ ni kwa ajili ya manufaa ya Wazanzibari. Tukiacha hilo, ukija katika ajira hizi za huku za Tanganyika ambazo si za mambo ya muungano, Mzanzibari ana equal share, yani ana haki sawa na Mtanganyika kumba hizo kazi. Na ni marufuku kwa mujibu wa sheria za nchi yetu kumbagua mtu kutokana na wapi ametoka, hata kwa ajira zile ambazo si za muungano. Sasa ukisama hizi benefits ambazo Zanzibar wanazipata, kwanza kwenye SMZ yao peke yao, then kuna ile 20% yao, alafu kwenye hizi 79% zilizobaki nao pia wana haki ya kuapply na kupata kama wengine. Nikawa nasema kwamba kimsingi Wazanzibari nyinyi ndio Watanzania kamili, kwa sababu mnanufaika na Zanzibar nzima na mnanufaika na Tanganyika nzima. Ila sisi Watanganyika Utanzania wetu mwisho chumbe. Hiyo ndio ilikuwa point ya kwanza. Lakini kuhusu hoja ya Bwana Mohamed kuhusiana na data alizochukua ACT Wazalendo, ni kweli huenda pengine Zanzibar inaidai serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini hatuna data official ambazo zimethibitishwa. Hizo data za ACT tunaweza tukazipokea zikatupa insight, lakini hatuwezi kuzichukulia kama evidence kwa sababu ni data ambazo hazijathibitishwa na taasisi ambayo ni huru au ambayo inaunga mkono na pande zote mbili za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Zanzibar kuweza kuauthenticate hizo data. Kwa hiyo hii tunaichukulia kama educated guess, lakini hatuwezi kuzichukulia kama data za kuzingatia sana katika hii mada. Na bwana mmoja akasema kwamba sisi Watanganyika tunawaonea Wazanzibar kwa sababu mikopo tunayochukua mara nyingi kwa miaka mingi tumekuwa tukijenga vitu vya Tanganyika, mfano barabara za Morogoro na kadhalika. Sasa mimi hoja ninayoisimamia ni kwamba kwa kuwa mambo yote ya Tanganyika ni halali kwa Mzanzibari, kwa hiyo ikijengwa barabara ya Morogoro, maana yake Mzanzibari aliyeko Chake Chake atanufaika nayo kwa sababu Tanganyika akimiliki ardhi ambapo ana haki ya kumiliki ardhi, atasafirisha mazao yake kupitia hiyo barabara fresh kabisa kama Mtanganyika mwingine yoyote. Kwa hiyo barabara ya Morogoro ni barabara ya Chake Chake, ni barabara ya Mzanzibari. Ila kwa yale ya Zanzibari unakuta ni exclusive zaidi kwa Wazanzibari wenyewe. Sasa hapo ni mambo mengine kama ardhi, achilia mbali mambo ya barabara ambayo of course kila mtu atatumia. Sasa hoja yangu ya msingi ni kwamba anyway ngoja niishie hapa kwanza. Naona nimeandika mambo mengi sana hapa, nimesummarize sasa na hata usingizi wanipitia. Ngoja niishie hapa. Taarifa. Asante sana Twahir. Nani atatoa taarifa?
Taarifa. Kwa taarifa labda ni Sheshe. Taarifa yangu okay, nashukuru. Taarifa yangu kwa Twairi ni kwamba hayo aliyosema kwa mtazamo wa kawaida yanaweza kuwa yanaleta maana kidogo, lakini katika mtazamo wa kimuundo wa serikali mbili hayaleti maana kwa sababu moja kuu ama mbili. Ukizingatia muundo wa serikali kikatiba yetu hizi mbili ni kwamba wameondoa Tanganyika. Kwa hiyo kuna muundo ambao uko wa kiserikali mbili, na hii ndio maana ikaleta huu mgawanyo wa 21%, afu 20% zilizobaki zikabaki za kimuungano vile vile. Yaani 21% iwepo kwenye serikali moja, lakini kwa kuwa serikali ya Tanganyika imeuawa natural death, maana yake ni kwamba katika mgawanyo wa 20% zile zilizobaki Tanganyika haimo. Na hii ndio maana tumekuwa na kelele za kudai serikali tatu. Yaani kuwepo na serikali ya Zanzibar, serikali ya Tanganyika itambulikane na serikali ya muungano. Kwa maana kwamba ukiweka katika mgawanyo wa kimahesabu sasa ya labda ajira na mapato, hata katika hiyo akaunti ya pamoja, unaweza sasa ukaleta mgawanyo ulio sawa, kwa sababu hizi lazima tuheshimu Zanzibar kuwa ni nchi yenye mamlaka kamili. Iwe ni nchi yenye mamlaka kamili, lazima tutambue kwamba Zanzibar ni nchi kama ilivyo nchi ya Tanganyika pamoja na udogo wake. Usichukulie tu kwa sababu ni ndogo kwamba sisi tuko wengi eti nyie mpate kidogo. So what the meaning of this unity? Ukiwa umeleta kwenye ushirikiano wa umoja wetu, ukanipa mimi ukanidharau mimi kuwa ni mdogo, maana yake automatically mimi sitokubali, kwa sababu bila mimi tusingejenga kitu kinaitwa Tanzania. Kwa maana hiyo sasa huu mvurugano hauwezi kuisha, na haya malumbano hayawezi kuisha. Lazima kutakuwa na mimi nimepata kidogo, wewe umepata kikubwa, kwa sababu kuna Tanganyika haionekani, nchi moja haionekani. Kwa hiyo mgawanyo unavyoenda vyovyote vile hauwezi kuwa sawa. Kwa hiyo nataka tu kumwambia wanatwahiri, tunaweza tukajiona sisi tunapunjika kwa Tanganyika, na Wazanzibari wataona wanapunjika kivyovyote vile, wataona hivyo. Kwa sababu kimazingira kwanza kuna makubaliano ambayo hayafanyiwi kazi, cha kwanza kabisa. Na ukiona anayevunja yale makubaliano, sisi ndo tumeshika hatamu kuvunja yale makubaliano. Kuna mambo ambayo ni ya kimuungano na yasiyo ya kimuungano. Kama kweli tunaichukulia Zanzibar ni part of Tanzania, kwa nini wanapata asilimia ngapi kwenye madini yanayopatikana Geita? Wanapata asilimia ngapi kwenye gesi inayochimbwa Tanzania? Wanapata asilimia ngapi? Mbona tuzipigie hizo hesabu? Lakini tukija kwenye issue ya COVID, mgawanyo, kuna mazingira ambayo unaweza ukaangalia kama msemaji aliyekwisha kuzungumza hapo, kwamba sisi mazingira ya COVID hatujatolea kipaumbele. Tulikuwa serikali awamu ya 5 iliyopita, tulikuwa hatuko kwenye data za kidunia kuhusiana na COVID, lakini wenzetu Zanzibar walikuwa serious na hili swala la COVID, na walikuwa hawana namna ya kupata msaada ama fedha za COVID, na lazima ili tulitambue na aliweka sawa kila mtu asikie. COVID kweli ni janga la kidunia, lakini COVID ni opportunity. Nchi ya Kenya imeitumia COVID kama opportunity ya mapato yake ya ndani, na wamefaidika sana. Na ndio maana
tulikuwa tunapiga kelele sana mheshimiwa marehemu Pombe Magufuli alichukulia hatamu hili swala, alichukulia serious, lakini alikuwa haelewi labda watu walikuwa wanamaanisha nini. Lakini hii ni opportunity. Kama wewe huna watu wanaokufa katika COVID, pesa inaingia, what the problem? Si hayo tumeona madarasa yamejengwa. Kwa hiyo tumechelewa sana, lakini tumewachelewesha sana wenzetu wa Zanzibar. Na hapa lazima tuwe na jicho la tatu, tuone ni jinsi gani wenzetu tunawaathiri. Sisi tusibaki tu kuwalaumu, tutajilaumu sisi wenyewe kwa kuificha Tanganyika. Asante. Naomba kidogo kuchangia kama nafasi ipo. Sawa, Julius. Ulisema unataka kuuliza lakini umemtwali. Naomba uliulize alafu. Naam, si dada Tumaini, sijajua kama wakili Dickson Matata atakuwa online ili niulize swali langu hili, au Dickson Matata kama yupo break mic tu niulize swali langu hili. Okay, nashukuru. Mimi nataka kufahamu bwana Dickson Matata, wewe ni wakili msomi, ni mtu unayefahamu masuala mengi ya kisheria na kikatiba. Nilitaka kujua tu, kuna hoja hapa inatuchanganya. Utaona baada ya kuwa ile pesa ambayo imekopwa kutoka IMF ile trilioni 1.3, kuna asilimia kama 17 imepelekwa Zanzibar, na kama tunavyofahamu kisheria ilitakiwa ipelekwe kwenye ile sehemu 4.5, lakini kwa sehemu kubwa watu wa kutoka upande wa pili wa Zanzibar wanapozungumza ni kana kwamba wanaona kwamba wameonewa kipindi kirefu sana. Sasa leo hiki walichokivuna ni kama stahiki yao. Lakini Mheshimiwa Muhammad alizungumza hapa akasema ndugu zetu wa ACT Wazalendo wali analyze data wakasema pamoja na kwamba Tanzania kutowapatia Wazanzibari ile 4.5%, lakini inakuwa recorded. Manake itakavyokuwa ni deni litalipwa, lakini hii imekwenda 17%. Sasa nataka kujua kisheria na kikatiba hii ina athari gani, na kama ina athari, je, hii 17 itafanyaje irudi ili 4.5 ndiende kule Zanzibar? Wewe ni msomi, wakili, mtaalamu wa sheria na katiba, tunaomba tusaidie katika hilo. Nashukuru sana. Wakili msomi Dickson, kama uko tayari naomba tujibu. Asante sana. Nimesikiliza swali la ndugu yangu Makobe. Kimsingi nilizungumza mwanzoni na msingi wangu nikasema japo hoja hizi zimetolewa na Ndugai, lakini nikasema tunatakiwa kuangalia hasa nini ni sababu ya hapa. Na kama mtakumbuka nilisema kwamba sababu kubwa ambayo imepelekea haya yakatokea au haya malalamiko ambayo yamekuwepo muda mrefu ni pamoja na hasa kuhusu Zanzibar, nikasema ni pamoja na ule ukweli kwamba licha ya kwamba Zanzibar ni nchi, lakini sisi wa Tanganyika, ambao Tanganyika nayo haipo, au sisi wa Tanzania bara tumepoka baadhi ya vitu muhimu au baadhi ya haki za Wazanzibari. Nikasema mfano nikasema ukiangalia kwenye principles zilizowekwa za kusema hii ni nchi, nimesema nikazungumzia ile Montevideo Convention ya mwaka 1903. Nikasema iliweka kwamba ili useme hii ni nchi ni pamoja na kuwa na watu ambao nimezungumza hicho kitu, na Zanzibar ina watu kweli karibia 1.5 au 0.7. Nikasema iwe na serikali yake, na Zanzibar nilieleza ina serikali yake ya SMZ, na nikasema lazima ili useme hii ni nchi lazima iwe na mipaka, na Zanzibar kweli inacho hicho kitu. Lakini nikasema shida iliyopo ambayo kimsingi imesababishwa na Tanzania bara au Tanganyika, nikasema ni ule uwezo wa Zanzibar
kuweza kuruhusiwa kuingia kwenye uhusiano na nchi mbalimbali au na international bodies na taasisi za kimataifa kama World Bank na IMF. Kwa hiyo nikasema kimsingi shida iliyopo ni kwamba tunalalamika leo kwamba Wazanzibari wamepewa 17% sijui ngapi wakati walitakiwa kupewa 4.5. Lakini mimi nikasema mimi nadhani ni kweli kama hatuna proof, mimi sina proof hapa ya kujua kweli kama wamepewa hiyo 17%, lakini na kwa sababu sina nichukulie kwamba wamepewa kweli hiyo 17% ya mkopo. Sasa kitu kinachokuwa ni hapa tatizo ni kwamba sisi wenyewe tumewanyima haki hawa watu ya kukopa ambao wangeweza kukopa wao wanavyotaka. Kwa sababu kama hujawapa kama Zanzibar hawana uwezo wa kuweza kuingia kwenye mikataba na nchi mbalimbali labda China, Japani, Uingereza na kadhalika, na kama hawawezi kuingia kwenye mikataba na World Bank na IMF, mpaka sisi tuingie alafu wao ndio waje wa faidi, unakuja kupata picha kwamba sasa sisi ndio tatizo. Na kama sisi ndio tatizo, hatujui pia kitu kingine kwamba kulikuwa na arrangements gani kati ya Tanzania bara na Zanzibar mpaka kupewa kwa hizo 17% ambazo kimsingi zimezidi kiwango ambacho takiwa kupewa ambacho ni 4.5. Sasa mimi nachotaka kusema kwenye hiki ni kwamba licha ya kwamba itakuwa imezidi na iko kinyume na sheria, lakini bado tatizo kubwa liko kwetu sisi ambao sisi tunawanyima wao haki ya kwenda kukopa wanapotaka. Hata kama wangekuwa na uwezo kukopa matilioni wakakope wao kama wao. Ndio maana nikasema solution kubwa hapa ni kwamba kuwepo na serikali ya Zanzibar kama ambavyo ipo na kama ambavyo wanasema wao ni nchi ukipitia katiba yao, lakini pia nikasema Tanganyika iwepo, halafu tukutane kwenye vile vitu ambavyo tutakuwa tumekubaliana kwenye muungano. Kwa kufanya hivi tutakuwa tumetatua hili swala. Tofauti na hapo tutakuwa kila siku either tunalaumiana ama kila siku tunaleta hili swala tena upya. Na yawezekana leo wamepewa 17%, kesho wakapewa 30%. Sasa solution nadhani sio tu kutaka kuirudisha hiyo. Na utasema unataka kuirudisha, lakini kumbuka na wao wanakuambia tuna madeni tunayoidai Tanganyika ya muda mrefu ambao hatujapewa. Tunafly sasa at least leo tumepata hiyo 17% ya kwenye mkopo, lakini bado tuna madeni ya msingi ambao na sisi ni ya kikatiba ambao tutakiwa kupewa kutokana na kuwa yanatokana na muungano. Sasa hii kitu tutabaki hapo tukama hatutakubali kwamba ni lazima tupate solution ya kudumu. Na solution kwangu mimi nasema ni katiba mpya ambayo itatuletea serikali tatu, na hizo serikali tatu zitakuwa na maridhiano sasa kwenye vile ambavyo tutaungana, na mwisho wa siku kila mtu atakuwa na uwezo wa kufanya mambo yake ambayo hayako kimuungano. Asante. Nakushukuru sana wakili Dickson Matata kwa majibu yako mazuri, na mimi nimefahamu jambo. Na natumai unaweza ukaendelea. Okay. Amir, karibu, umeblink sana Mike, alafu tutaenda kwa watu wengine. Dakika 2 kwa sababu ulikuwa ushazungumza. Haya, asante sana. Nasikika hapo? Unasikika vizuri. Okay, asante. Nitaka kuzungumza na kwanza nimpongeze wakili Dickson Matata na ndugu yangu Matojo kwa ufafanuzi wao mzuri. Lakini nirudi kwa ndugu yangu Tahiri. Ninyoshe katika mambo mawili. Alizungumzia habari ya ajira kwamba Wazanzibari tuna nafasi za muungano 21% na bado tuna nafasi nyingine ambazo hatuchangii na Watanganyika. Anapaswa kuyachukua vyema mashauri yote yanayozungumzwa na watu wa pande zote wanaozungumzia utata wa sheria zilizopo kwenye nchi kwa maana ya katiba. CCM au watawala wa nchi hii wana matatizo. Kuna vitu vinavyosomeka kwenye makaratasi ambavyo ukienda kwenye ground haviko kama vinavyozungumzwa. Na ndio maana nataka nimhakikishie kwamba hebu afanye utafiti. Aje Zanzibar aone
ni waajiriwa wangapi wameajiriwa kwenye serikali ya mapinduzi Zanzibar na katika taasisi nyingine za kiserikali na mashirika binafsi. Anatakiwa aje afanye utafiti kama yeye alivyo, aseme anataka kununua ardhi alafu waone. Ndio maana tukawa tunasema tatizo letu ni watawala wanatugonganisha vichwa, kinachofanyika ni kingine. Hili anapaswa alizingatia, asizungumze kwa jazba, azungumze vitu ambavyo ameshavifanyia utafiti. Sisi tunazungumza kwa sababu tumeshafanya huo utafiti. Na kwa Zanzibar huna haja ya kufanya utafiti. Watanganyika walioingia Zanzibar ndani ya kipindi cha miaka 3. Na ndiyo maana hiyo population kwa makisio imeshafikia kwamba kuwa ni 1.7. Na wengi wao wana ajira na hakuna ambaye anabugudhiwa eti kwa sababu ni Mtanganyika. Wengi wao wanamiliki manyumba na ardhi. Kwa hiyo hili swala anapaswa kuliangalia kwa upana. Tatizo letu ni watawala. Nitakuwa narudia tu. Tunagonganishwa vichwa katika vitu ambavyo ukija huku viko tofauti.